alif na lam ikawa maarifatun, ina maana tunakusudia jamaa inaofahamika na si nyingine. Hiya jamaatul islamiyah, ni jamaa ya Waislam, ndio tunaoizungumzia. Ipi jamaatun, ipi jamaatun na ipi aljamaa? Tukisema aljamaa ndio tunaoizungumzia sasa, na tukisema jamaatun nafikiri jamaa zote zinaingia, kila kikundi kinaingia. Asa leo tazungumzia mwanzo aljamaa kwa taarif maarifa. Aljamaa au unaweza kusoma aljamaatu, jamaa. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na kushuhudia hapana anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jalla, na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu wetu tunayempenda, na tunaona uchungu wakati anapotukanwa na maadui wa Uislamu na Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake, maisha yake, na namna alivyofanya muamala na ahli alkitab, Mayahudi na Manasara, washirikina na wengine. Na kauli yetu katika dawa ni hii. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, qul hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi, na waita watu au na walingania watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, kwa elimu. Maana ya basira ni elimu. Ana wa manittaba'ani, mimi na wale watakaonifata. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, na walingania watu waende kwa Allah tabaraka wa taala ala basira, kwa elimu. Manake ile uoni ni elimu, kama walivyosema mufassiruna wengi, wakina Qatada, Mujahid na wengine. Na dawa hii ya jamaa ni dawa tu ala basira, kwa elimu. Utajuaje kama ni elimu? Kaa vizuri, Allah atakufahamisha kwamba yafanywa kwa elimu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika aya hii anatoa bishara kuashiria kumbe kutakuja watu watailingania dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala basira. Ndio maana akasema ana, mimi, wa manittaba'ani, na yeyote atakayenifuata mimi. Kwa hiyo ukiwa unamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoishi, namna alivyofanya dawa, utakuwa katika hiyo sabili ya rasul. Na yeyote mwenye kutia shaka na hiyo sabili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Allah alivyosema, Allah azza wa jalla, wa man yushakiki llaha wa rasula fa inna allaha shadidul iqab. Ukitilia shaka manhaji ya mbinguni ya Allah tabaraka wa taala, kisha wamtilia shaka mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tambua Allah ni mkali wa kuadhibu, hata kuadhibu, wala kuna shaka juu ya hilo. Na mimi naifanya dawa hii biaunillahi azza wa jal ala basira, sio ala juhuli, sio kwa ujinga wa jahali, kwa elimu. Tukianza kuona neno ambalo limesababisha watu wengine kuwaita watu wengine kuwa ni khawarij, kama nilivyonasibishwa mimi, na biaunillahi azza wa jal nia yangu pia kuzungumza khawarij ni kina nani, na kwa kuwa wao wamelianzisha neno hilo, tazungumza khawarij kisheria na kumsafisha yule ambaye hayumo katika ukhawarij, kama alivyoitwa Usama rahimahullahu ta'ala, amenasibishwa kwamba ni khawarij. Wallahi wamsingizia, na hii ni buhtanun adhima, ni uzushi mkubwa sana juu ya aimmatul jihad, viongozi wa jihad kama Usama, ambaye ametoa nafsi yake na ametoa mali zake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Pia tutatumia nafasi kuelezea kweli Sheikh Abudi rahimahullahu ta'ala naye alikuwa katika khawarij. Maana yake kila anayezungumzia dawa ya jihad na kufanya itizali kutoka katika vyama na utawala wa viongozi wasiohukumia hukumu ya Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo anakuwa ni khawarij. Tutaainisha, na mimi nimeingizwa katika ukhawarij, lakini watu wanaosema wallahi hawasemi kwa ilmu wala hawajui shuruti za mtu khawarij, hawaelewi. Kwa neno jamaa
ndio limeleta matatizo. Lakini ndugu zangu Waislamu, maneno ya Kiarabu yako ya kilugha na yako ya kisheria. Hii majlis ni ya sheria, majlis ni ya sheria, na sisi Allah ametuafikisha kukaa kwa wanawachuoni wa sheria katika hivyo vyuo vya Kiislamu. Kwa hiyo tunazungumzia sheria jinsi ilivyokuja kwa dhawabitu zake. Ukiliangalia neno kalimatu jamaa kilugha, taashiria nimetoa wapi? Watu wa lugha wasema kalimatul jamaa lughatan ni nini? Adadun minan nas, ni idadi ya watu, yujmi'uhum gharadun wahidi, lile lengo ndio asbab ya kuwakusanya wale watu kilugha. Nini maana ya kalimatu jamaa kilugha? Adadun minan nas, ni sehemu tu ya watu, yujmi'uhum gharadun wahidi, lengo lile limewakusanya hii idadi ndogo ya watu wakawa pamoja, ndio wasema kilugha. Imeachiwa katika watu, wastu'milatu fi ghairi nnas, na pia neno hili linatumika si mpaka kwa watu, latumika mpaka kwenye vitu. Faqalu, na wanasema watu wa lugha, jamaatu shajari, jamaa ya miti, wa jamaatu nabati, jamaa ya mimea. Wa bihadha almaana, na kwa maana hii, tutlaku ala adadi kulli shay'in wa kathratuhu, basi maana ya jamaa hii imeachiwa kwa idadi na wingi wake. Kwa hiyo idadi ikishapatikana kilugha, hii ndio maana ya jamaa. Kianzia watu 3 mpaka milioni wamekusanyika katika mkusanyiko wao, basi mkusanyiko huo uwe wa haki au mkusanyiko huo uwe wa batil, katika lugha ya Kiarabu tunasema hii ni jamaa. Yani huo mkusanyiko unaitwa jamaa kilugha. Na hivi naweza nikakutajia maashirio haya yanatoka wapi. Ukienda katika kamusi za Kiarabu ukaangalia Mu'jamul Wasit, ukaangalia Lisanul Arabi, ukaangalia na kamusi nyingine, utakuta hii ndio maana iliyotajwa. Na hata ukienda katika kamusi ya Maulidi pia utakuta maana hii imetajwa. Lakini hapa na kuashiria sehemu ambayo utaipata jamaa hii ilivyoelezewa kilugha kama nilivyotaja. Maanake mimi nimenukuu moja katika yale yameandikwa kwenye Mawsu'a al-Fiqhiyya, Mawsu'atul Fiqhiyya, juzu ya 15, ukurasa nambari 280. Hii ndio maana ya kilugha, na hii ni taba ya Wizaratul Awqafi wa Shu'unil Islamiyya bil Kuwait. Kitabu hiki kilitolewa wakfu na watu Wizaratul Awqafi wa Shu'unil Islamiyya bil Kuwait, kimetolewa Kuwait, kina mjalledi. Huu ni mjalledi ambao nakwambia ni mjalledi wa 15, ukurasa nambari 280. Kwa hiyo hii ndio jamaatu ya kilugha. Kwa hiyo tunaposema jamaa kilugha tunamaanisha ya kwamba adadun minan nas, ni idadi au wingi wa watu, yujmi'uhum gharadun wahid, wamekusanyika kwa lengo moja. Wastu'milatu fi ghairi nasin, na neno hili kalimatul jamaa alitumiki tu kwa watu, pia kalimatul jamaa linatumika kwa vitu vingine. Masofa yakiwepo zaidi ya 3 yanauzwa na muuzaji, tunasema hizi ni araikil jamaa au jamaatul araik, masofa, mjumuiko wa masofa kilugha. Ukikusanya vitu sehemu moja kwa wingi, vyovyote, miti, mimea, tunasema hii ni jamaa ya kilugha. Na jamaatu ya kilugha hatuna shaka nayo, kila mmoja wetu anakubali kwamba hii ni jamaatu ya kilugha. Imma ataongezea taarifu nyingine, lakini hii ndiyo kwa mukhtasar na ndiyo taarifu ya jumla. Ama jamaa, aljamaatu istilaha ya kisheria ikoje? Jamaa ya kisheria ndugu zangu ikoje? Maana ya jamaatun shar'a ya kisheria ni luzumul haqi, ni kujilazimisha na haki, wa itibauhu, na kuifata, wa in kana almutamassiku bihi qalila, japokuwa wale wenye kushika hiyo haki wawe ni wachache, wal mukhalafu lahu kathira, na wale wenye kwenda kinyume na hiyo jamaa ya haki, jamaa ya kisheria ambao ndio tunahitaji, wakawa ni wengi.
Kwa hiyo maana ya jamaa kisheria katika dunia yote kuliopo Waislamu na wana wachuoni, ukiwauliza ma maana jamaa istilaha, nini maana ya jamaa kisheria, watakwambia luzumul haqi wa itiba'uhu, ni kujilazimisha na haki na kuifata. Wa in kana almutamassaku bihi qalila, wale wenye kuifata hiyo haki wakawa ni wachache. Walmukhalafu lahu kathira, na wale wenye kuipinga hiyo jamaa ya haki wakawa ni wengi, lakini inaitwa jamaa. Kwa uchache pia ni maana ya jamaa. Maneno haya sio yangu na mimi sifanyi kazi ya kuambia maneno yangu. Kila ambalo nitalielezea nitaleta dalili. Kwa hiyo usinipime kwa udhaifu wangu mimi, wala nilivyokuwa pengine sikufurahishi wewe, pengine nimevaa koti alinipendezi au kanzu haikupendezi. Usijali, chukua adilla hizi tunazozitaja basi, wewe chukua dalili basi. Jukumu lako kwako, kwangu mimi ni kuchukua dalili basi. Imani ya jamaa istilaha nimeitoa katika kitabu cha Ibnul Qayyim kinaitwa Ighathatul Lahfani min Masayidi Shaitani, ni taba ya Darul Kutub Al-Ilmiya ya mwaka 1407, ukurasa nambari 82 mpaka 83, li Ibnul Qayyim Jawziyi rahimahullahu ta'ala. Ameleta istilaha maana ya jamaatan kisheria. Tarudia tena, wala sina haraka, kwa sababu tumetukanwa, tunaonekana hatuyajui masail aya, wanajisemea tu wamekusudia kitu gani. Sasa sikia vizuri, na anayerekodi arekodi vizuri sana, ashike hivi. Maana ya jamaatun kilugha, Abu Ismail ameelezea, nukuu yake ameitoa katika al-Mawsu'atul Fiqhiyya juzuu ya 15 ukurasa nambari 280. Kitabu hichi kilikuwa kinatolewa bure na Wizaratul Awqaf Shuuni al-Islamia ya Kuwait. Kwa hiyo ukiuliza hata kwenye internet ukaenda kutafuta kitabu hiki kwa Kiarabu, biaunillahi, pengine Allah atakujalia utakidownload na kuangalia nini maana ya jamaa kilugha. Na usipate tabu kilugha, hata ukienda katika Mujamul Wasit Lisanul Arab, hii ni kamusi za Kiarabu, Waislamu wengi wanazo. Kwa hiyo unaweza ukaangalia. Na pia jamaatul istilaha, jamaa ya kisheria, tumesema ni luzumul haqi wa itiba'uhu, ni kujilazimisha na haki na kuifata. Wa in kana almutamassaku bihi qalila, japokuwa wale watu wa haki wenye kuifata hiyo haki wakawa wachache, kama ilivyokuwa leo katika ulimwengu, watu wa haki ni wachache sana. Wal mukhalafu lahu kathira, na wale wenye kwenda kinyume na haki wakawa ni wengi sana. Hii ndio maana ya jamaa kisheria, ndugu zangu katika imani. Angalia kitabu cha Ibnul Qayyim Jawziya kinaitwa Ighathatul Lahfani min Masayidi Shaitani, taba ya Darul Kutub Al-Ilmiya ya mwaka 1407 ukurasa nambari 82 mpaka 83, cha Ibnul Qayyim Jawziya rahimahullahu ta'ala. Na sisi ahlu sunnah wal jamaa hatuna maneno mabaya kwa Ibnul Qayyim, kwa sababu Ibnul Qayyim ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na yeye ameishi Suria, Dimishki, huko Suria ambako tunasikia ndugu zetu Jabhatun Nasratul Islamiyya, mujahidi wa Suria, wanaotaka kuondosha utawala wa kidhalama wa Asad al-Bashar, Bashar al-Asad. Basi hao walipokuwa hapo walipo, ndipo ameishi Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, na ndio amefia hapo na akazikwa hapo, alhamdulillah. Hapo ndipo amemfundisha Ibnul Qayyim masaili ya dini, na hapo ndipo amemfundisha Ibn Kathir masaili ya dini, kipindi hicho cha miaka 600 na mpaka miaka 700. Kwa hiyo Ibnul Qayyim sisi hatuna shaka na yeye, ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah na madhhabi yake ni ahlu sunnah wal jamaa, na ameandika vitabu vingi sana akiwarejesha masufi na watu wa bid'a juu ya misimamo ya dini. Na kitabu kizuri mwaweza kurejea inshiitum mkipenda, kinaitwa Talbisul Iblis cha Ibnul Qayyim, sio mijallid, ni nuskha moja, mtu aweza kupata faida. Angalia namna anavyozungumza sunna na namna anavyozungumza bid'a Ibnul Qayyim. Kwa hiyo mimi nimetosheka na kauli ya Ibnul Qayyim ambayo ameelezea maana ya jamaa kisheria ni kujilazimisha na haki na kuifata hiyo haki.
uijilazimishe na ufate